tukitumia takwimu za ligi kuu kufanya tathmini kuelekea kwenye michezo yao miwili ndani ya wiki hii, itakuwa ni sahihi kwa kuanzia kesho pamoja na mchezo wa tarehe 3 ambayo itakuwa ni Jumapili, ni ndani ya hii wiki. Takwimu za ligi kuu zinaweza zikatupa picha halisi kwamba timu hizi kwa sasa zipo kwenye level gani, au tunapaswa kuangalia kwa jicho jingine na tofauti. Naam, hicho ndo kigezo namba 1 ambacho tunatakiwa tukitumie. Kwa sababu hii ni mechi ambayo ni zaidi ya mchezo tu wa zile dakika 90. Hii ni mechi ambayo inabeba historia na ni mechi ambayo ni utamaduni wetu. Sasa kwa nini tunagusa utamaduni? Kwa sababu namna ambayo hawa watu wanaishi kwa wakati husika inakuwa ni hoja kubwa zaidi. Yani Yanga akiwa kwenye kipindi kizuri inakuwa ni hoja, Simba akiwa kwenye kipindi kizuri kuliko Yanga pia inakuwa ni hoja. Kwa hiyo ni wapi ambako tunaweza tukapima sasa nani yupo kwenye kipindi kizuri? Obviously ni michezo ya ligi kuu ambayo hii wanaicheza kwenye mfululizo, na huku ndiko ambako ulipo msingi wa hawa watu hivi sasa. Msimu mzima msingi wake ndio uko hapa. Hata huu mchezo msingi upo kwenye ligi kuu. Kwa hiyo matumizi ya takwimu za ligi kuu kuelekea kwenye build up ya huu mchezo wa kesho, lakini hata pia wa Jumapili, ndio hoja mama ambayo tunatakiwa tuisimamia. Kwa sababu iwapo Simba angekuwa hayupo kwenye kiwango kizuri, reference yetu isingekuwa Champions League. Reference yetu ingekuwa ni mechi zilizopita za ligi kuu, either mechi 10, either mechi 5 za ligi kuu zilizopita, kwa sababu hapa ndo mechi ambazo wamezicheza hivi karibuni. Ingekuwa Yanga hayupo vizuri, tusingeenda kumpima kwenye michuano ya FA, tusingeenda kumpima kwenye michuano ya Champions League, bado tungempima kwenye performance yake ya ligi kuu, ni kubwa ama ni ndogo kiasi gani. Kwa hiyo msingi wa hoja zote za mechi ya Simba na Yanga hivi sasa utabaki kwenye performance zao za ligi kuu. Sasa tukirudi sasa kusama namna gani ambavyo hawa watu wana perform ligi kuu, kabla sijagusa kwenye hizo engo za takwimu, nikigeneralize ni kwamba kwenye kipindi cha hivi karibuni utofauti wa mchezo huu na michezo iliyopita ni kwamba huu ni mchezo ambao wote wawili wanaenda uwanjani wakiwa katika viwango vinavyoshahabiana. Yani kipindi cha nyuma ilikuwa ni nadra sana kukuta hawa wote wawili wanaenda wote wakiwa timamu kwa muda husika, tena kwenye form, sio tu labda aina ya sajili walizozifanya, naongelea ile form. Wameshinda michezo mingapi hivi karibuni, timu inafunga magoli mangapi hivi karibuni, inaruhusu goli ngapi hivi karibuni. Hawa wawili sasa hivi wanakuja huku wote wakiwa kwenye form imara. Yanga akiwa kwenye form nzuri, Simba akiwa kwenye form nzuri. Mfano labda tukitazama kwa msimu huu, kwa takwimu ambazo mimi ninazo, kitakwimu Simba ataingia kama underdog, of course, kitakwimu kinamba. Lakini kuna kitu cha tofauti ambacho amegusa Wakanda, anazungumzia kwenye form ya hivi karibuni. Chukue mechi 5 au 6. Itabaki humo. Tumchukue Simba anaenda kama kwenye haya mapambano mawili, kama ni a beaten dog in a fight, ambapo ndo inakuja tafsiri ya underdog, au tuseme kwamba ni mechi ambayo ipo katikati, kwa sababu kwa mujibu wa takwimu ukiangalia kwa upande wa Young Africans, labda kwa takwimu za ligi kuu, kwenye michezo 19 amekusanya alama 47. Kafunga goli 44, kafungwa goli 3. Wakati mnyama yeye kwenye mechi 19 amekusanya alama 42. Kafunga goli 32, kafungwa goli 7. Yanga ana wastani wa kufunga goli 2.31, ambao ni kwa sababu haijavuka 5 tunasema ni wastani wa goli 2 kwa mchezo. Simba yeye ana wastani wa kufunga goli 1.68, ambayo hii unasema ni almost magoli mawili. Sawa, lakini ukitazama kwenye mwenendo wao pia tofauti yao ni alama 5 tu, ambazo zinatofautisha kwenye msimamo wa ligi. Na timu hizi zote mbili zimeshindwa kuscore kwenye michezo minne. Lakini kwenye michezo 15 yote wamefanikiwa, kila mtu kafunga. Kwenye timu ambazo zina uwezo wa kufunga, isipokuwa Yanga anaonekana kuwa na namba nzuri kuanzia za kufunga mpaka kwenye eneo zima la kujilinda. Tukianzia hapo, Simba anaenda kama underdog kwa takwimu. Kwenye reality kiuchezaji, kwenye viwango vya kiuchezaji display, bado ataingia kama underdog kama ambavyo ilikuwa kwenye michezo iliyopita. Afrika Mashariki kwa hivi sasa, nikigusa Afrika Mashariki, mataifa yote ambayo yapo Afrika Mashariki, hakuna timu itakayocheza na Yanga
halafu ikaingia ikiwa favorite kwenye mchezo. Yani isiingie kama underdog. Yes. Yani timu zote zitakazocheza na Yanga sasa hivi Afrika Mashariki zitaingia kwenye mchezo wakiwa kama underdog. Mtu Azam anakuangalia kweli. Of course. Kwa sababu gani? Umegusa kwenye engo ya takwimu, hiyo ni engo moja. Engo nyingine ni head to head. Wanapokutana hawa watu, ni nani ambaye anafanikiwa kushinda dhidi ya mwenzie mara nyingi. Kwa kigezo hiko unaona bado Young Africans kwenye mchezo dhidi ya Simba anaingia akiwa na faida. Michezo 7 iliyopita Simba hajafanikiwa kupata ushindi. Yanga kashinda 6, kuna suluhu moja na draw sare mchezo mmoja. Lakini ukiachana na hapo head to head ya watu, ukija kuangalia pia hata kwenye takwimu za ufungaji na kuruhusu magoli, Young Africans bado anasimama kama anapata hiyo faida hapo. Ukiachana na hiyo, kuna namna sasa ya kiwango kwenye mfululizo, consistency. Kiwango cha Young Africans kimekuwa kina mfululizo kwa muda mrefu. Simba Sports Club, kuna hoja nilikuwa nimeileta hapa, namna ambavyo wanaanza kuitafuta balance ya mchezo ukilinganisha na michezo ya nyuma. Balance ya mchezo kwenye mechi hii inakuja kulingana na fomu ambayo Simba ameanza kuitafuta, ambayo fomu hiyo inaonekana taratibu inaanza kulipa. Kivipi? Kuna wiki 3 nyuma tulikuwa tukifanya tathmini ya kikosi cha Simba. Simba alikuwa na struggle kufunga magoli kipindi cha pili. Simba alikuwa akifunga goli kipindi cha kwanza akashamaliza mechi yake. Goli 2 kipindi cha kwanza anaweza kukupiga 3, kipindi cha kwanza anaweza kukupiga 1, kipindi cha kwanza ndo kamaliza hapo. Ilikuwa kwenye mechi takriban 12 alikuwa amefunga magoli 3 kwenye mechi zisizozidi 3. Kwa hiyo sasa hivi ukimtazama kuna kitu kimeimprove kwenye timu yake. Kwa hiyo balance anairudisha, lakini kitendo cha yeye bado kuwa ameathirika na hiyo head to head, kitendo cha Young Africans kuwa kwenye fomu yenye mfululizo kinampa Yanga advantage ya kuingia kwenye hii mechi kama favorite. Simba akiingia kama underdog, by the underdog sio tusi. Yani mtu anaweza kaamini underdog labda ni kashfa, underdog labda ni fedheha. Hapana. Kwenye mechi kuna pande mbili. Kuna favorite na underdog. Favorite ni yule anayepewa nafasi kubwa ya kushinda, underdog ni yule ambaye ataingia kama timu ya pili uwanjani. Kwa hiyo ukiingia kama timu ya pili uwanjani haimaanishi ndio umepoteza mchezo ama wewe haustahili kushinda. Hapana. Uwezekano wa kushinda upo, lakini tutarudi tu kwenye uhalisia wa mchezo husika kwamba ni nani ambaye ataqualify kuingia kwenye hivi vigezo viwili na wapi. Yanga ataqualify kuingia kama favorite, Simba ana qualify kuingia kama underdog. Nsajigwa kwenye pointi ya mwisho anayogusa Wakanda, hakuna mwana Simba yoyote saizi ambao utamwambia mnaingia kama underdog akakuelewa. Yani hata ukiletea takwimu, kuna mtu atakwambia hizi takwimu zinatunani tu. Wanaamini kwamba wana uwezo wa kubattle, na ndio maana kuna makando kando ambayo huwa wanayagusa, tunafungwa kama kando kando na vitu kama hivyo. Kitu gani special ambacho tunaenda nacho kwenye hii michezo, kwa sababu ni michezo ambayo imefuatana? Tunaamini mazingira yake yanaweza kaanza kutengenezwa kesho, kujua mechi inayofuata itakuwaje, kama itaongeza mzuka zaidi au kama kuna upande unaweza ukavurugwa zaidi. Michezo hii miwili ndani ya hizi siku, kitu gani hasa ambacho special unakiona na kinaweza kudefine kama moja kati ya wiki bora kabisa? Nadhani kitu special kwenye michezo hii miwili ni mabenchi ya ufundi ya timu zote mbili. Ni mechi ambazo ukiziangalia kimehesabu, kimahitaji, kuna uzito tofauti wa mashindano kwa maana ya kombe la muungano na ligi. Lakini ukija kwenye hadhi ya mchezo, uzito ni sawa. Yeye ambaye atafungwa Jumapili na ambaye atafungwa labda kesho, wote nimepoteza, ni dabi. Yani atakayepoteza kesho, hizo siku 3 kabla ya Jumapili ni ndefu sana kwa upande wake kutokana na utamaduni, hadhi ya mchezo. Kwa hiyo uzito upo sawa. Kwa nini nagusa walimu? Kwa sababu michezo kadhaa ya nyuma ambayo imepita hapa, walimu wamekuwa na influence kubwa sana ya matokeo ambayo yanatokea. Dabi zile 6 za mwanzo, kuna maeneo ambayo ubora wa Simba ulikuwa unapungua, lakini kuna namna ambavyo plan za walimu zilikuwa zinazima mapungufu mengi, unakuta mechi inarudi katikati. Kama ambavyo Fadlu alikuwa na maana zile mechi nyingi zilikuwa zikiisha, lawama nyingi zinakuwa kwa mchezaji ya nafasi, marefa akafanya hivi, kwa sababu kuna eneo ambalo mwalimu alikuwa anaweza kaja na plan nzuri, plan ambayo inameza kwa kiasi labda ubora wa Yanga ambaye ndio alikuwa favorite wa mchezo, kiasi kwamba mechi inarudi katikati, wote wanakuwa na moment sawa. Sasa kwenye ubora wa wachezaji pale mmoja mmoja ndio ambapo Yanga alikuwa anawazidi. Kwa hata kwenye hii mechi naamini kwa sababu ipo karibu kuna eneo ambalo plan za walimu kuelekea michezo hiyo inaweza ikatupa mechi. Inawezekana kwa mfano hii mechi ya kesho ambayo ni mechi ya finali. Ni mechi ambayo haishi tu kwa dakika 90. Ni mechi ambayo inaweza kaisha hata kwenye mikojo ya penalti. Ni mchezo ambao lazima mmoja apoteze. Of course lazima mmoja apoteze. Tofauti na kwenye ligi kule. Tofauti na ligi. Inawezekana tukashuhudia mechi ambayo wote wawili
wakawa na tahadhari kubwa sana kwenye maeneo ya ulinzi. Unajua mechi ya kwanza ya Zanzibar ni mechi ambayo namna ambavyo Yanga walienda kama timu ya pili kiwanjani. Ndio maana walikuwa na moment za kushambulia, na hata muda ambao wao wanaunda mashambulizi walikuwa na idadi ndogo ya watu kulinganisha na Simba. Simba walionekana kama vile walitaka sana mechi, na wao ndio walikuwa na moment nyingi za kushambulia. Lakini hii mechi ya kesho kutwa inawezekana tukawa tofauti, wote wakawa na hiyo hali ya kuweza kuogopana, kitu ambacho inaweza kapelekea mechi kesho kwa suluhu, maybe kamuliwa kwa penalty, kwa sababu wanafikiria kuna mechi nyingine ya ligi mbele, ambayo hiyo mechi ya ligi pia mtu ambaye ana uhitaji mkubwa kushinda ni Simba kuliko Yanga, kwa sababu matokeo ya sare kwa Yanga bado ni faida, gap inazidi kumetana alama 5, lakini ikitokea Simba anapoteza, yeye gap inazidi kusogea kutoka alama 5 mpaka alama 8. Kwa hiyo haya mazingira naona kabisa walimu ndio wanaweza kutupa mechi ya tofauti kwa namna unajua, inawezekana kwa shabiki yeye akaona kama ni mechi ambayo imeisha, kwamba wana kufanya kwa mashabiki wa Simba ukiasikia wanavyoongea namna ambavyo wataki timu yao itwe underdog, kwa sababu wanaamini wakienda uwanjani wao ni kwa sababu tunakwenda kushinda. Lakini mwalimu yeye kuna vitu vyake ambavyo anakuwa anaviangalia, namna ambavyo ratiba ipo, sababu Beka alisikika kwenye press ya mechi ya mwisho ya Mlandege kuelekea, alisema inawezekana kauteti kikosi kwa mechi ya Mlandege kwa sababu ana michezo mingi mbele. Hiyo michezo mingi mbele alikuwa anaisemea finali kitokea, lakini pia hata michezo mingine ya ligi. Yes, kweli zigo ambalo mimi naamini walimu ndio wanaweza kaamua kutupa mechi ya namna gani, iwe mechi ambayo itakuwa inafurahisha wengi au iwe mechi ambayo inaboa, kwamba labda tusione attempt nyingi, tusione watu kushambuliana, lakini tukaona timu nyingi zikiwa na uniform kubwa sana ya kiulinzi. Yes bwana, hii kipenga extra ya East Africa TV na East Africa Radio. Unatusikiliza na kututazama kwa pamoja mpaka pale itakapotimia saa 7 kamili za mchana kwa kutoka mundani. Kuna eneo Portuguese la wachezaji. Kuna nyakati ambazo tumekuwa tunasema Yanga anashinda kwa sababu ana wachezaji bora, na Yanga ambaye ameshinda dabi kwenye hizi dabi 6 kati ya hizi 7 na makocha tofauti kwa sababu kumekuwa kuna imani kwamba yani dabi hata ukimnyanyua Meja alikuwa anasema hii Yanga saizi hata unyekemi kwenye benchi na shinda dhidi ya Simba, kwa sababu walikuwa naamini kwenye wachezaji wa Yanga. Hapa katikati kuna issues, na tulikuwa tunasikia hata moja ya interview ya Maxim pia Nzengeli na isema kwamba hata mimi sipo kwenye kiwango changu kile ambacho nilikuwa, kwa sababu tuna mchoko na vitu kama hivyo. Simba akafanya maboresho dirisha dogo, watu wanazungumza kwenda kwenye hii mechi kimizani, kwenye mizani ile kuna namna yoyote ile ambapo tunasema wachezaji wanashabiana na maybe this time around alichokuwa anajivunia Yanga labda anaweza akazidiwa? Hapana, Yanga bado anabaki juu. Yanga anabaki juu kwenye eneo la wachezaji, of course kiuchezaji, lakini ukijaribu kuangalia kwa essence ya kufananisha wachezaji katika ubora, bado Yanga wachezaji wake wengi utakuta kwamba wamewazidi Simba. Yaani ukianza eneo la goalkeeping, Djigui Diarra na Kasal ni mbingu na ardhi. Ukienda kwa upande wa defenders hapa kidogo ndio unaweza kuzungumzia issue ya Dirogo. Amekuwa na kiwango bora sana, nafikiri ndio mchezaji bora mpaka saizi wa Simba Sports Club mpaka tulipo hapa tulipofikia. Lakini ukienda huku kwenye mbavu, yes, unaona Kibabage kuingia kwake dirisha dogo ameenda kuonesha kitu, na hata Anthony Mligo kwenye mechi almost kama 3 hizi mfululizo kuna kitu ambacho kimeonyesha positive, kuanzia mechi ya Namungo kama nakumbuka vizuri alihusika kwenye build up ya goli, juzi pia amehusika kwenye scenario design kama hiyo. Lakini Yanga utajiri wao kwa mtu kama Zimbo kumfananisha na Kibabage, yes, kwa saizi unaweza kusema kidogo anaweza kanamkaribia, lakini bado daraja la Zimbo litakuwa juu. Wana backup ya Boka. Duchu saizi anacheza baada ya Shomari Kapombe, lakini Kapombe wote tunafahamu ambapo ni eneo ambalo Yanga saizi wana mtu kama Israel Patrick Mwenda, wana Yao Kwasi pia. Kwa hiyo ni eneo fulani ambalo inaweza likana shabiana kidogo. Eneo la midfield bado Yanga pia atakuwa juu zaidi. Ukiangalia kiwango cha Juki Abuya katika wachezaji bora, ambaye ndio mchezaji bora pia unaweza kusema wa Yanga mpaka saizi. Kwa hiyo ukimwangalia pia Juki Abuya kwenye ile eneo, ukija ukachukua kina Lassana Kante ndani ya kosi ya Simba, kana Yusuf Kagoma, bado utaona tena mtu kama Fozi, yes, na Mdathiri haya. Utaona kiungo cha Yanga kina watushani Simba Sports Club. Lakini hata kwenye eneo la mawinga kinamba hapa ukijaribu kwenda kuangalia utakuta Yanga kuna mchango mkubwa sana. Yaani ukiangalia Pacome Zouzoua alijikuta hata na goli ngapi? Almost 7. Mdathiri haya ambaye kwenye kiungo pia ana goli 7 vivyo hivyo. Safu ya ushambuliaji Dube ana almost goli 8 sasa hizi. Lakini Simba Sports Club kwenye ile eneo Anse Toura ndo ana goli 4. Of course Liba Segea ana goli 4, goli 3 ndo Anse Toura. Unamzungumzia mtu kama Selemani Mwalimu ndo ana goli 6 ndo top scorer katika eneo lile. Labda mtu mwingine ambao tutamgusia kwa haraka of course itakuwa ni Rashid Diruke na goli 3.
lakini huyo ni beki tayari, umeelewa? Kwa hiyo kwenye mazingira hata ya kinamba bado Yanga anaonekana kuwa na mchango mkubwa zaidi kwenye engo ya quality ya wachezaji. Kitakachokuwa kinasalia ni namna ambavyo ninyi mmeamka, lakini tunaheshimu kwamba hii ni dabi. Huwa iangalie una takwimu bora kiasi gani, the way ulivyoandaliwa kiufundi na mbinu ndio ambayo inaweza kana kukupa advantage kubwa zaidi, lakini kwa daraja la wachezaji bado Yanga anasimama juu zaidi kuliko Simba. Bwana, hizo ni engo tofauti kuelekea mchezo wa Kariakoo Derby, na mimi wakati nasikiliza hapa kila nikipiga bili naona wanangu kama wote mnamweka Simba chini, mnamweka Yanga kwenye mazingira fulani. Takwimu zimezungumza. Of course nimesema nikisikiliza takwimu. Ukiangalia kwenye michuano yote tu toka Yanga amepoteana pale kwenye zile mechi almost 3 mfululizo. Yanga sasa hizi ana host mechi 6 ameshinda. Yes. Kwenye mechi 6 alizoshinda kafunga goli 19. Pamoja na michuano ya Mapinduzi. Karuhusu goli 1 dhidi ya Azam. Simba na mechi 5 mpaka kwenye Mapinduzi. Tangu amerudi kwenye ushindi sasa. Kuanzia kina Namungo, kina Dodoma mechi ya FA mpaka hii juzi ambao ameshinda goli 3, amefunga goli 13, karuhusu goli 2. Kwa hiyo ukiangalia hata namba kwenye form kiujumla bado Yanga unamuona kwamba amesha maintain kitu chake ambacho kilikuwa kinakosekana kwa hivi karibuni. Lakini sio tu kinumbers, lakini hata wachezaji, discipline ya timu. Okelo leo kimwangalia, yani iko flexible zaidi, ana enjoy kucheza ball. Tulikuwa napiga hapa tathmini na wakanda, yani saizi amechoa uhuru fani, sio kumlimit bwana acheze wing. Yani saizi unamwona ni mtu fulani ambaye amepata uhuru fulani ya kucheza inside 10, anaenda winga, anafanyaje, na ni mtu ambaye huwezi kumkuta kwamba anagongana sana na opponent. Anahitaji eneo ambalo liko free, apate muda na nafasi afanye maamuzi.